Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya saa na wakati huu Bwana. Asante kwa ajili ya kibali na neema ambayo Mungu umeachilia tena ya kuiona asubuhi ya leo na siku mpya. Tunalibariki jina lako Mungu mkuu, Mungu mtakatifu kuliko watakatifu wote. Asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya ulinzi wa kutulinda usiku mzima hata kutupa neema na kuamka tena asubuhi ya leo. Libarikiwe jina lako Mungu mkuu. Asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya huruma zako nyingi ambazo Bwana umetuhurumia na umetulehemia. Bwana, asante kwa ajili ya yote ambayo Mungu umeachilia kwetu. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii mpya ambayo Mungu umeiachilia kwetu. Bwana, ni neema na muujiza mkubwa kuamka kuwa wazima hata kuiona asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru maana ni wengi ambao Bwana wametamani kuiona asubuhi ya leo na kuamka kuwa wazima, lakini wapo waliokufa vitandani wao, lakini wapo pia waliopata ajali. Asante kwa kuwa sisi Mungu umetulinda na umetuepusha na hayo yote. Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunalibarikia jina lako Mungu. Asante kwa ajili ya yote ambayo Bwana umeyatenda kwetu kwa damu ya Yesu Kristo, nasi tunasogea mbele zako kwa toba na rehema, kwa kuwa ni wanadamu wenye mapungufu. Kuwepo kwetu si kwamba sisi ni wema sana mbele zako Bwana, bali Mungu ni kwa huruma zako nyingi ambazo Mungu umeendelea kuziachilia kwetu, nasi Mungu tumeiona asubuhi ya leo ni kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakushukuru kwa ajili ya haya yote ambayo Bwana umeyatenda kwetu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunasogea mbele zako kwa toba na rehema, tukitubu juu ya yote ambayo Bwana tumewaza kwa upumbavu yasiyofaa mbele zako. Mungu katurehemu sawa na fadhili zako Mungu, tunaomba rehema. Tunatubu mbele zako kwa damu ya mwanao Yesu Kristo Mungu, ikatusafishe na kututakasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunashuka na kunyenyekea chini ya mbao zako Bwana, ukapate kuturehemu sawa na fadhili zako na kiasi cha huruma zako nyingi. Mungu tuhurumie kwa utukufu wa jina lako. Tusamee uovu, tusamee makosa, tusamee dhambi, tusamee kuwaza kwetu kubaya, tusamee kwa kutotimiza wajibu mbele zako. Mungu achilia rehema zako kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba rehema zako Bwana, takasa fahamu, takasa akili zetu, takasa mioyo yetu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akili zetu na fahamu zetu Bwana zikunyenyekee na kuelekea wewe kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya yote ambayo Bwana umetenda kwetu Mungu wa mbinguni, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunatubu juu ya mahali hapa, tunatubu juu ya ardhi, tunatubu juu ya anga la mahali hapa, tunatubu juu ya kila mmoja aliyopo mahali hapa, tunatubu juu ya vyote vinavyotumika kwenye ibada hii. Mungu achilia rehema, achilia toba. Yamkini vimenajisika, nasi Mungu tumevinajisi. Mungu kaachilie rehema zako Mungu, katakase katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu tunaomba rehema zako, tunaomba toba hata wale ambao Bwana wako njiani kuelekea mahali hapa. Mungu tunaungana nao katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achilia rehema, achilia toba juu yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa mbinguni, tusamee Bwana, tusamee mbele zako. Tunatubu na kuanguka mbele zako Mungu, mioyo yetu tumeinama mbele zako Bwana, tunaomba rehema zako sawa na fadhili zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya rehema zako. Wewe ni Mungu unayesamehe na kurehemu maelfu kwa ajili yako mwenyewe. Asante kwa kuwa ni Mungu unayesamehe na kusahau, wala ukumbuki tena uovu wetu wala dhambi zetu wala makosa yetu Bwana. Asante kwa ajili ya rehema, asante kwa ajili ya kibali, asante kwa ajili ya neema yako ambayo Bwana umeiachilia katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya haya yote ambayo Bwana umeachilia kwetu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakaa kinyume na mawazo yote potofu, fikra mbaya na mawazo mazoea kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaharibu na kusambaratisha kila aina roho zote za kiganga na kishirikina zinazojihuzurisha mahali hapa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunavunja na kuharibu kila aina uzuliaji
Kila aina ya roho zote za kujihuzurisha mahali hapa tunazifunga, hazina kibali, hazina nafasi mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunateka kila fikra na mawazo yote potofu, tunayaangusha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunaalika uwepo wako na nguvu zako, Bwana, utawale na utamaraki mahali hapa, ushuke utuhudumie sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema na kila mmoja ambaye Bwana ameamka asubuhi na mapema ili kuja kukusikia na kukusikiliza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fanyika kwa msaada wake, fanyika kwa msaada kwenye kusudi lake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu ambaye Bwana unaachilia maono kwa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Na wewe Mungu unayekamilisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu ambaye Bwana unatenda kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu Roho Mtakatifu, tuhudumie sawa na mapenzi yako. Hudumie kila mmoja aliye tayari na moyo wa utayari katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya yote. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, karibu tufundishe na utuhudumie kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa ajili ya yote. Utukufu na heshima ni vyako, nasi tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi nyingine tena ambayo Mungu ametupa neema ya kuweza kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uliyepata neema hii unapaswa kumshukuru Mungu. Amen. Amina. Amen. Unapaswa kumshukuru Mungu sana kwa sababu ni nafasi ya kipekee na ya upendeleo. Amina. Kwa hiyo ukikuta unaamka, unaweza ukaja kanisani ukamsikiliza Mungu anachokisema, lakini pia ukarudi na shughuli zako zikaendelea, basi unapaswa kumshukuru Mungu siku zote, sio kwamba ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo tutatafakari tunaongozwa na kichwa cha somo kinachosema atamia maono yako au ndoto zako zipate kutimia. Atamia maono yako au ndoto zako zipate kutimia. Atamia maono yako au ndoto zako zipate kutimia. Atamia maono yako au ndoto zako ili zipate kutimia. Tutasoma tutaongozwa na somo kutoka kwenye kitabu cha Nehemia. Nehemia sura ile ya 4. Tutasoma mistari mingi kidogo ili tukiangalia hiki kisa. Lakini kwa wasomaji wa Biblia unaweza kujua kwamba hiki kitabu unaona kinaelezea maisha halisi ya taifa la Israeli lilipokuwa utumwani na kina Nehemia wakiwa wanatumika huko. Lakini baadaye walipokuja kuona kwamba mambo ya nyumbani kwao yameharibika, waliamua kufanya namna ambayo iliwapasa kufanya kwa wakati wao. Walisimama kwenye zamu yao ili kuweza kutengeneza mambo ya Mungu kule nyumbani kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutasoma mistari mingi kidogo, na ninaomba tu usichoke kwenye hilo ili kuweza kukiangalia kisa kamili na kuona kama namna ambavyo tunaweza tukasaidika kutokana na hili. Nehemia, tutaanza kusoma ule mstari wa kwanza. Mstari ule wa kwanza na kuendelea ili kuweza kujua kisa kamili. Inasema hivi: lakini ikawa Sanbalat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika,
akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele za nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika moto, katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha angeubomoa ukuta wao wa mawe. Mstari wa 4 anasema, sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, wala usiustiri uovu wao, wala isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3, unakutana na maneno ya kukatishwa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Unakutana na maneno ya watesi, lakini katika maono, ili kuweza kuwatamia maono yako na kuweza kuzifikia ndoto zako, kuna mambo machache ambayo nitayataja hapa. Hayo unatakiwa kutembea nayo ili uweze kufikia maono yako. Na hayo mambo ni kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza na kikubwa, ili kuweza kuwatamia maombi yako au maono ulionayo, unatakiwa kumtanguliza Mungu kwanza. Kwa hiyo maombi hiyo ni kitu cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika kuomba unapata ufunuo mpya wa kuweza kuboresha kile ambacho umekipanga kukifanya au kile ambacho unawaza kukifanya. Lakini cha pili ni nia thabiti ya kufanikisha maono ulionayo. Nia thabiti ya kufanikisha maono ulionayo. Kwa sababu katika nia ambayo ukitia nia kwenye maono yako ambayo unapanga kuyafanya thabiti na umethamilia kufanya, maana yake utakuwa na nguvu ya kuweza kupambana na maneno yoyote ya ukatishaji tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi, ili kuweza kukamilisha maono yako au kuyatamia maono mpaka yaweze kufikia kwenye lengo lako, unapaswa kuweka nia ya dhati, kwa maana ya kwamba nguvu kubwa na msukumo mkubwa wa kutamani kufanikisha hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya hivyo, manake wakatishaji wa tamaa watakaopita juu yako hutawapa nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine cha tatu, tafuta watu wenye mlengo wako au wanaoweza kukutia moyo kwenye ukamilishaji wa maono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nini? Kuepuka habari mbaya za kukukatisha tamaa za mara kwa mara. Lakini ukitafuta watu ambao wana mlengo wa aina yako,
wenye kukutia moyo, manake watakushauri. Bwana Yesu asifiwe. Watakushauri katika ukamilishaji wa yale ambayo wewe umeyakusudia kuyafanya. Watakushauri, lakini katika kukushauri pia wanaweza kukupa mifano na shuhuda mbalimbali zenye kukujenga ili kuweza wewe kukamilisha maono ulionayo. Lakini la nne ni kwamba pambana na mawazo hasi au wanayokatisha tamaa kutoka kwa watu wanaowaza tofauti na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pambana na mawazo hasi kutoka kwa watu ambao wanaweza wakakukatisha tamaa. Manake anapokuja na hoja ambayo ni ya kukukatisha tamaa, wewe unatakiwa kuwa na hoja yenye nguvu, yenye kukujenga. Bwana Yesu asifiwe. Katika kufanya hivyo, manake unaweza ukashinda na ukafikia ndoto zako. Lakini kingine unachotakiwa kukijua ambacho ni cha tano ni kwamba sio kila anayekuja na mawazo hasi mbele zako ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anakuja na mawazo hasi ili wewe uweze kupata mawazo bora kupitia kwenye yale ambayo anawaza hasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ukimshinda kwenye yale mawazo yake hasi kwa hoja zenye nguvu, zenye kukutia moyo, tafsiri yake kwamba hata wakija 10 bado utawashinda, kwa sababu umeshapambana na vizingiti vingi. Kwa hiyo sio kila anayekuja na mawazo hasi kwako wewe anaweza kuwa adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila wengine wanakuja na mawazo hasi ili kuweza kukufanya uwe imara zaidi, kukuimarisha. Kwa hiyo katika hayo matano utakuja kuona Nehemia alipambana nayo kwenye wapi na wapi na wapi. Tumesoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Unaona kwamba katika Nehemia kuifanya hii kazi ya Mungu, alikuwa na watu ambao walimtia moyo, ambao walifanya nao kazi. Lakini pia kulikuwa na watu ambao walimkatisha tamaa. Unaona akina Tobia, ukisoma huko mbele unaona akina Mwarabu. Hao wote walikuwa ni watu ambao wako hasi, ambao walimkatisha tamaa. Lakini katika kukatishwa tamaa, kupitia kule kukatishwa tamaa, akina Nehemia walikuja kugundua kwamba kile wanachokifanya kina maadui wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kina maadui wengi. Kwa hiyo kama kina maadui wengi, ili kuweza kukamilisha maono walionayo ya kujenga ukuta wa Yerusalemu, walipaswa kujiandaa kimwili, walipaswa kujiandaa kiroho, kimwili, lakini pia jitihada na nguvu kubwa za kuweza kukamilisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya unayaona kwamba akina Mwarabu, akina Sanbalati, sio tu kwamba wao walikuwa wanazungumza maneno tu ya kumkatisha tamaa, lakini pia walijipanga kwenda kufanya uharibifu. Kwa hiyo katika kujipanga kwenda kufanya uharibifu, unaona maombi ya Nehemia kwenye hilo mstari wa 4 anasema hivi, ngoja tusome mstari wa 4 na ule wa 5. Anasema hivi: sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Manake akina Tobia, akina Sanbalati walizungumza maneno ya kukatisha tamaa na kuwadharau kwamba hawawezi kufanikisha. Anasema sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, wala usiustiri uovu wao, wala isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Nehemia yeye aliomba maombi ya namna hiyo. Kwa maana nyingine ni kwamba maneno ya adui zake
ambao hawakuwawazia mema, yale ya wakatishwaji tamaa. Kwenye maombi ya Nehemia aliomba kwamba aliyabatilisha, lakini pia hakuishia kwenye kubatilisha, akawaombea pia mengine ambayo ni mabaya, ya kwamba hawa watu wahamishwe, watekwe, wakaishi utumwani. Kwa nini? Kwa sababu wamesalau juu ya kazi ambayo tunaifanya. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba kwenye maono, ili yaweze kutimia maono ulionayo, kitu cha kwanza ni lazima kuatamia mbele, lazima kumtanguliza Mungu kwenye hayo ambayo unataka kuyafanya ili yaweze kutimia. Lakini mstari wa 6 anasema, basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ndipo unapokuja kuikuta ile nia, unaikuta ile nia thabiti ya kutekeleza maono ambayo yalikuwa nayo. Kwa hiyo pamoja na kwamba walikatishwa tamaa, watesi waliinuka, lakini kwa sababu walikuwa na nia thabiti ya kuweza kufikia maono waliokuwa nayo ya kujenga ukuta wa Yerusalemu au ngome ya Yerusalemu, bado waliendelea kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na nia thabiti, nia ya dhati ya kuweza kukamilisha maono. Mstari wa 7 anasema, lakini ikawa Sanibalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashidodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maisha ya kawaida ambayo tunaishi, hawa watu tunao ni watu ambao akiona unafanya jambo ambalo ni zuri mbele zake au mbele ya jamii, ataibuka na kitu chochote kile cha kukukatisha tamaa, lakini pia kukuharibia. Ataibuka na kitu chochote kile. Na hii mara nyingi wanatokea, yani hata kama hawajaalikwa. Fikiria hawa watu wanaotajwa hapa, hawakualikwa. Uone mahali popote ambapo unaona kama Nehemia amewapa mwaliko wa kwenda kufanya ile kazi, lakini wamejitokeza kuja kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo hali halisi ya maisha ambayo tunaishi mtaani. Yani hawapendi kuona una kitu fulani ambacho ni kizuri kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hawapendi kukuona huko kwenye hali fulani ambayo ni nzuri, hata kama uombi msaada kwao. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Amen. Yani hata kama uombi msaada kwao, lakini vile tu unafanya vitu ambavyo ni vizuri, tayari vinamkasirisha mtu mwingine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo, yalikuwepo na yataendelea kuwepo. Lakini kwetu sisi watu wa Mungu tunapaswa kumwangalia Mungu, na ndio maana maombi ni kitu cha muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ni kitu cha muhimu. Wakatishaji tamaa hawawezi kuondoka. Tunao, wapo, walikuwepo na wataendelea kuwepo. Kwa hiyo kwenye maisha ya kawaida, changamoto ni kitu cha kawaida. Kikubwa unapaswa kupambana nazo, lakini focus kwenye maono ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haijalishi wakatishaji tamaa wanakuangalia au wanakuwazia nini au wanafanya nini. Wewe kikubwa ambacho ulicho nacho, zingatia unataka kufanya nini na kwa muda gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiendelea, mstari wa 8 anasema, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili
kuwapinga wakasema, Yuda nguvu zao wachukuao mizigo zimedhoofika, na kifusi tele zipo, tusiweze kujenga ukuta. Nao adui zetu wakasema, hawatajua wala kuona hata tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoona hapa, hawakuishia tu kusema, lakini pia walijipanga kwenda kufanya uharibifu, kuwazuru watu wa Mungu ambao walikuwa wanafanya kazi, lakini pia kuharibu kazi ambayo walikuwa wanaifanya. Kwa nini? Kwa sababu kitu cha kwanza walianza kuwapiga kwa maneno, lakini katika kupiga kwa maneno wakaona maneno hayatoshi, kwa sababu waliziba wale watekelezaji wa maono, wabeba maono akina Nehemia, wao waliamua kutowasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliamua kutowasikiliza, wakatishaji tamaa. Kwa hiyo wale wanaokatisha tamaa, baada ya kuona kwamba hawajapewa nafasi kwenye mioyo ya hawa wanaofanya kazi ya Mungu, wakaamua kwenda kupanga kikosi cha kufanya uharibifu, kuwazuru, lakini pia na kuharibu kazi. Kwenye maisha ya kawaida ambayo tunaishi, haya mambo pia yapo. Mtu anaweza akakusema vibaya, akakuchonganisha, akafanya mengi ambayo anaweza kuyafanya ili tu kuona kwamba unakata tamaa ya kutosonga mbele. Lakini aishi hapo, akiona hilo pia limeshindikana, anachoamua ni kualika wengine ili waweze kuwa wengi, wapambane na wewe au wapambane na kazi zako. Lakini katika hayo yote, unaona kikubwa anachokisema hapa, anakuambia kina Nehemia wao waliomba dua, lakini hawakuishia kuomba dua. Tukiendelea kwenye mistari ambayo inaendelea kule chini, unaona na wao walijipanga kimwili pia. Waliomba dua mbele za Mungu, kwa maana kwamba wakileta mashambulizi ya rohoni mtu uko vizuri, lakini wakileta mashambulizi ya mwilini pia mtu uko vizuri. Lakini katika vitu ambavyo tunajifunza kwamba ukiwa na adui yoyote ambaye anakutafuta rohoni, upasi tu kuona kwamba umemshinda rohoni ukarizika, hata mwilini pia unatakiwa kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa kujiandaa, lakini pia kuwa naye makini. Na haya mambo ukitaka kujua, tunasikia sana kwenye mambo ya nani. Hii michezo ipo sana kwenye mambo ya siasa au kwenye taasisi. Ipo sana. Mtu anakutafuta rohoni, lakini rohoni amekushindwa, anakutafuta mwilini hata kukuwekea sumu. Bwana Yesu asifiwe. Akikukosa kwenye kukuwekea sumu, anaweza kukusababishia hata ajali. Ni mambo ambayo yapo kwenye maisha ambayo tunaishi. Kwa hiyo katika hivyo vitu vyote unatakiwa kuwa makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kina Nehemia na wao walijiandaa. Kwenye mstari ile inayofuata, tukisoma kuanzia ule mstari wa 11, anasema hivi: nao adui zetu wakasema, hawatajua wala kuona hata tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha kazi hiyo. 12 anasema, kisha ikawa Wayahudi walipokuja, wale waliokaa karibu nao wakatuambia mara 10, kutoka kila mahali mtakaporejea watatushambulia. Lakini 13 anasema, basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi, kwa kadiri ya jamaa zao. Nikaweka wenye panga zao na mikuki yao na pinde zao. 14 anasema, nikatazama
nikaondoka nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine waliobaki, msiwaogope, mkumbukeni Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya, mkawapiganie ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu. 15. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao, ndipo sisi sote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nakuja kuona kwamba pamoja na hayo ya maadui wao kujipanga, hata sisi pia watu wa Mungu tunapaswa kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Unajipanga kiroho, lakini pia unajipanga kimwili, sio kizembe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kituko kimoja niliwahi kukiona hapo nyuma. Ni vichekesho, inawezekana hata wewe uliona. Dogo mmoja katika pita yake akaokota shilingi 500. Alipookota 500, kuna watu wakamwambia hiyo 500 wameitega, utakufa, nenda katupe au karudishe ulipookota. Haya mambo vijijini hapo sana. Rudisha ulipoiokota. Yule dogo alichojibu akasema nirudishe? Hapa hakuna kurudisha. Vita ni vita. 500 akasema kwenye hii 300 nakula maandazi, 200 naenda kutoa sadaka kanisani. Hakuna kulogwa kizembe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kulogwa kizembe. Kwa hiyo hamna kurudisha hela kwa sababu ameokota, lakini kwenye ile anatafuta ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kulogwa kizembe. Kwa hiyo hakuna kuja kuona kwamba kwenye haya ambayo tunayaishi na kwa jinsi ya kina Nehemia walivyoweza kupambana, ni kwamba walijiandaa, walifanya kazi ya Mungu kwa maombi, kwa maana kwamba wakija kiroho basi Mungu yupo, lakini pia kimwili hawakumwachia Mungu peke yake, hata wao walijiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hapa Nehemia aliweka walinzi kwenye ule ukuta ili wale wanaowaza mabaya waweze kukutana na walinzi kabla hawajaweza kuvamia ule ukuta, au kabla ya wao kuzuliwa. Yaani kabla hawajawazuru basi wapambane na walinzi. Kwa unakuta hapa ukisoma kule mbele unakuja kuona kwa mkono mmoja walijenga, kwa mkono mmoja walishika panga. Lakini pia walioandaa kikosi cha kuna kikosi kingine, mjenzi anapojenga anapanga, mkono mwingine inafanya kazi, lakini nyuma yake pia kuna walinzi ambao wao wanamlinda. Si unaelewa hicho kitu? Yaani kwamba kuna walinzi ambao Nehemia ameweka kwa ajili ya kulinda wanaojenga, lakini pia yule anayejenga hajakaa kizembe, naye anapanga. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma utakuja kuyaona uko mbele. Lakini haya yote ambayo tunayaona kwa kina Nehemia ni kwamba waliandaa au yapo ili kuweza kutujenga kwenye maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Au yanatukumbusha katika maisha ambayo tunayaishi kwamba kuna mambo ya namna hii ambayo yanatokea katika jamii zetu. Kuna mambo ya aina hii yanatokea kwenye familia zetu. Kuna mambo ya aina hii yanatokea kwenye huduma ambazo tunafanya. Na mara nyingi unakuja kuona mtumishi hapa kuna siku ameongea akasema kwamba sisi tuliotoka tupo huku tunasali, wanasema sasa akifa nyinyi mtaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yaani tayari kuna watu wanamwazia akifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku zote tunachojua ni kwamba kilicho cha Mungu huwa akifi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanapita na maisha yanaendelea na huduma inaendelea. Kwa hiyo haya yote ni maneno ya kukatishwa tamaa. Kuona kwamba wewe ulipo kwamba sio sahihi, ila alipo yeye ndio sehemu sahihi, kitu ambacho sio kweli.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachokijua kwamba yeye anamtumikia Mungu kwa upande wake na sisi tunamtumikia Mungu kwa sehemu nyingine. Wote ni watendakazi ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye maisha haya mambo yapo, lakini kikubwa ambacho unapaswa kukifanya ni kutokata tamaa, kuweka vipengele ambavyo nimekusomea hapo mwanzo, lakini kikubwa katika yote ni kumwomba Mungu, kwa sababu katika kuomba Mungu kuna maono na ufunuo mpya unaopata siku hata siku, na kwa kufanya hivyo utaona unaweza kutimiza maono yako, unaweza ukatimiza maono yako. Katika kumtumainia Mungu wanakuambia hakuna kuchelewa wala kuwahi, kwa sababu Mungu anakamilisha kila kitu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasimama, tutakwenda mbele za Mungu kwenda kuomba, kwa sababu kikubwa kilichotuleta ni kuomba. Kwenye maisha yako unajua, au kwenye jamii yako unakotoka unajua ni changamoto zipi ambazo unakabiliana nazo zinafanana na ambazo Nehemia alipambana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakwenda mbele za Mungu kwenda kuomba, lakini siku zote lazima ukumbuke kwamba kwenye maisha ya ulimwengu wa roho kuna mfungo wa halali na mfungo aliyoonewa. Sasa changamoto unayopitia ipo kihalali au umeonewa, lakini kama ipo kihalali maana yake unatakiwa kwenda kwa toba kutengeneza, lakini kama umeonewa unajua cha kufanya ni kumshughulikia shetani barabara. Bwana Yesu asifiwe sana, mpaka achie. Ndio mambo yalivyo. Ni wewe Bwana, ni wewe Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa ajili ya sai, asante kwa ajili ya mafundisho ya neno lako ambalo Mungu yanatuasa ya namna ya kuweza kuenenda katika jamii ambayo tunayo, Bwana, tunayoishi katika jina la Yesu Kristo. Kuna changamoto nyingi za kukatisha tamaa. Maadui ni wengi, lakini Mungu umeendelea kutulinda na kutupigania katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatuna Mungu mwingine wala msaada mwingine, bali msaada na nguvu zote ambazo Bwana tunazitumainia, tunakutegemea wewe Mungu peke yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata kama Mungu umetupa maarifa ya namna ya kutulinda, ya namna ya kujilinda, lakini Mungu, pasipo wewe sisi hatuwezi chochote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba nguvu zako na mkono wako, Bwana, uendelee kutupigania na kutuvusha kwenye kila mahali ambapo kila mmoja amekwama. Mungu kamvushe na kumwinua tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuna mapigamizi mengi ambayo Bwana tunakumbana nayo,
Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatuna msaada mwingine bali ni kwako Mungu peke yako, katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu hata tukijitaabisha kwa namna yoyote ya kuchosha miili na kujitesa ili kuweza kufanikiwa, lakini pasipo wewe Mungu hakuna lolote ambalo Bwana tunaweza kulifanya. Msaada wetu na kimbilio letu ni wewe peke yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu tunalikabidhi kwako na kujidhabihu kwako, Bwana. Utuokoe, tupiganie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, hata kama uchumi wa kila mmoja ukiwa mzuri, lakini bila ulinzi wako Bwana hakuna lolote. Mungu wa mbinguni, shetani anaweza penyeza chochote kilicho kiharibifu katika jina la Yesu Kristo, nasi tunakataa mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakataa kila aina mawazo hasi, tunakataa kila aina roho za uharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho za uharibifu kwenye malango yetu ya uchumi, roho za uharibifu kwenye afya zetu, roho za uharibifu kwenye miradi na maono tuliyobeba, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunapinga na kuharibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa mbinguni, nguvu zako na uwezo wako na uwepesi, Mungu wa mbinguni, tuone mkono wako kitubeba hata kutuvusha kila mahali ambapo Mungu kila mmoja amekwama. Mungu kapate kutuvusha tena hata ng'ambo ya pili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu peke yako tunayekutegemea. Wewe ni Mungu peke yako unayetugusa. Wewe ni Mungu peke yako unayetubeba. Wewe ni Mungu peke yako unayetubariki. Wewe ni Mungu peke yako unayetupa kibali. Wewe ni Mungu peke yako unayetupa ulinzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu peke yako unayetupa maarifa ya namna ya kuenenda katika ulimwengu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, ukapate kusikia kuomba kwetu. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, upambane na mahitaji ya kila mmoja aliyopo mahali hapa. Bwana, mpe kushinda vita yake katika jina la Yesu Kristo. Mpe kushinda changamoto anayopigana nayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda, ili Mungu tupate kutembea kwenye nuru yako na kusudi lako liweze kutimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa mbinguni, hatuna Mungu mwingine bali wewe peke yako. Wewe ni Mungu peke yako unayetukuka. Wewe ni Mungu peke yako unayetuwezesha. Wewe ni Mungu peke yako unayetufanikisha njia zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, usituache Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Waponye changamoto mbalimbali za kiuchumi na maisha, waponye changamoto mbalimbali za kuuguza, waponye changamoto mbalimbali za magonjwa, waponye changamoto mbalimbali za kudhulumiwa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hatuna msaada mwingine bali kwako peke yako. Mungu unayetupa msaada, peke yako Mungu unayetupa amani, peke yako Mungu unayetuimarisha, peke yako Mungu unayetuwezesha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, tubebe. Mungu wa mbinguni, tubebe Bwana kwenye changamoto mbalimbali, tupate kuvuka. Mvushe baba yule, mvushe kijana, mvushe baba yule, Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, tuvushe hata kwenye changamoto ngumu. Kwako wewe Mungu ni nyepesi na rahisi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila lililo ngumu tunalibomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Changamoto zozote Mungu tunaziondosha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu peke yako unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu peke yako unastahili sifa. Wewe ni Mungu peke yako unastahili kuheshimiwa Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa ajili ya nguvu zako na uwezo wako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaibariki asubuhi ya leo na tunabariki mapambazuko haya. Neema yako, kibali, nguvu na ulinzi utokao kwako Bwana ukatuatamie mahali pote tunapokwenda, tunapokanyaga. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Pokea utukufu na heshima, nasi tunaomba na kushukuru. Amen.
asifiwe. Basi tunakushukuru mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno ambalo limekwenda kututia nguvu, kututia moyo katika maisha yetu tunayoishi. Tukitafakari maisha yetu, tunakutana na mapambano ambayo Nehemia aliweza kupambana nayo. Hata sisi katika maisha yetu mambo haya yapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa wakati huu, kwa wale waliojiandaa kwa sadaka, karibu kwa kutoa sadaka, na Mungu awabariki. Tutakutana tena jioni saa 12 kwa ajili ya ibada tena. Asante.